Tanzania imezindua mkakati wa kisayansi wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Mkakati huu ambao ni mahususi umekuja kipindi hiki ambacho kama taifa kumekuwa kuna shida kadhaa kwenye maeneo haya matatu. Wataalamu wenyewe wa masuala ya elimu wanaziita K3 ambazo ndizo msingi katika elimu ya taifa lolote. Lazima mtoto ajue kuhesabu, kuandika, unaona, lakini pia kusoma. Kuna wataalamu ambao wanaweza kuandika vyema kweli kweli, lakini asijue kusoma. Lakini kuna wale ambao na wenyewe kuandika hawawezi, kusoma wakajua. Jambo jingine, kuna wataalamu wa kuhesabu na wakajua kabisa kuhesabu mpaka namba 1000, lakini ukimwambia andika pia hawezi. Kwa hizi K3 moja inapokosekana, sehemu inakuwa na dosari. Baada ya kuliona hilo, leo mkakati huo umezinduliwa. Aliyeongoza hafla hiyo ni Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Unaitwa mpango mkakati wa kisayansi. Tafsiri yake ni kwamba kuna watu walikaa chini wakafanya utafiti na kuona kwamba kuna maeneo ya kuyafanyia kazi. Ndivyo ambavyo ninakualika kwenye uchanganuzi hii leo. Matumaini yangu ya kwamba siku yako imekwenda vyema kabisa. Naitwa Nurdin Selemani. Huo ndio utakuwa mjadala wetu hii leo, kuangalia ni kwa nini sasa ndio tumekuja na huu mpango mkakati wa kisayansi wa kusoma, kuandika na kuhesabu, na ukilenga zaidi wanafunzi wa shule za awali mpaka darasa la pili. Studio kujadili hili tumemwalika Moses Kiando ambaye yeye ni mdau wa elimu lakini pia ni mwalimu kitaaluma. Karibu sana Kiando. Asante sana. Kwema? Kwema kabisa. Mambo yanakwenda? Mungu ni mwema. Kando yake tunaye mwalimu mwingine ambaye ni Ferdinand Ilungu. Karibu pia. Asante sana. Mambo yanasemaje? Mambo yako vizuri. Buheri. Buheri. Mmefurahi kwa ujio huo mpango mkakati wa kisayansi? Sana. Naweza tukasema ndo gia ya kuondokea, kwa sababu tumekuwa kwenye kituo ambacho kidogo hakikuwa vizuri. Ni gia ya kuondokea, kwa maana tunaanza kuhama kutoka kwenye kukariri kwenda kwenye umahiri. Lakini sasa tunaondoka kwenye kitu pia tunakiita schooling, tunaingia kwenye learning. Kuna kata ambapo tulikuwa tunakimbizana kwamba watoto waende shule. Lakini kumbe shuleni bado tulikuwa hatujaimarisha vizuri sana kwamba waende kupata nini zaidi. Sasa tunapokuja na huu mkakati, maana yake tutakuja kupata mhitimu wa elimu ambaye tayari ana uwezo wa kujifunza yeye peke yake, kwa sababu tunajua ama tunaamini yule anaweza kusoma vizuri hata akiwa peke yake anaweza akajifunza. Anaweza akakutana na kitabu akasoma akaelewa, lakini ni ngumu sana kwa yule ambaye hawezi kujifunza, kwa maana atahitaji mtu muda wote ili aweze kuingiza kitu kichwani mwake. Kwa hiyo naweza kusema hii ni habari njema, ni happy birthday Tanzania. Kwani tulikuwa mawapi hadi leo? Ni kama tumerudi tena, yani gari lishakwenda imeamua kupiga kwanza reverse kuona kwamba kuna dosari zilikuwepo, kwa hebu turudi ili tuanze tena upya kupanda mlima. Kuna nyakati zinakuja zinatupa mwelekeo fulani, lakini kukaa chini na kujitafakari na kujisaisha na ambacho tunaweza tukaipongeza sana serikali yetu. Tanzania mwanzoni tunaweza tukasema labda kuanzia miaka 2000 kuja mpaka 2000 na hapa katikati tulikuwa tunakimbizana sana na cheti. Tulikuwa tukimbizani sana na ubora, kwamba mtoto anahitimu akiwaje. Ndio maana ulikuwa unaweza ukapata kesi tofauti kwamba mtoto anamaliza la 7 anaingia sekondari hajui kusoma na kuandika. Hiyo pia ilikuwa ni changamoto. Sasa hizo inaichukua tu serikali, lakini pia na wadau wenye hekima sana kujisahisha, kukaa chini kwamba hapa tumekosea na tunapaswa kuanza upya, kupanga gia upya. Sasa hii gia ndio ambayo tunasema sasa tunaondoka. Tanzania inaanza mchakato wa kuhama kutoka kwenye education for certificate kwenda education for production. Sasa tunahitaji tuone wanaotoka sasa wasiendelee kuwa mzigo kwenye uchumi, zaidi sana wawe injini kwenye uchumi wa taifa letu.
Kiando, naam, unaitwa mpango mkakati wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Huu umahiri huu ambao unatajwa hapo ni wa namna gani? Kama Ferdinand alivyotoka kusema, tunapozungumzia umahiri ni uwezo wa kiutendaji wa jambo na sio kukariri. Sasa tunaposema umahiri, ifahamike kwamba kusoma, kuandika na kuhesabu ndio mlango au ufunguo wa kufanya maarifa mengine yote yaweze kuingia kwa mtu ambaye anajifunza. Kwa mtoto anayejua kusoma, kuandika na kuhesabu, anakuwa amefungua milango ya kujifunza sayansi vizuri, kujifunza hisabati vizuri na maarifa mengine yote ambayo tunatarajia ajifunze. Kwa hiyo umahiri unaishia kwenye uwezo mkubwa wa kiutendaji kwenye hicho huo msingi ambao ndio kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo tunapozungumzia umahiri au Waingereza wanasema competence, sio ile nadharia ya kukariri, ni uwezo wa mtoto kupata ujuzi ule unaotakiwa wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Na huu unajengwa katika madarasa ya awali, darasa la kwanza na la pili, na ndio masomo mama ya KKK ambako yamewekewa uzito, na Waingereza wanatumia 3R's: reading, writing and arithmetics. Inaanza na A lakini arithmetics ndio inayofanya zile 3R. Kwa hiyo ni eneo la msingi sana ambalo lisipotiliwa mkazo ndio tunapata yale mazao, ambapo hapa katikati tulikuwa na watoto ambao wakifika darasa la 7 wanaweka yale majibu ya kuchagua, wanafaulu, lakini kimsingi hakuna ambacho wanakiweza, hawana umahiri. Naam. Tumelenga K3 ambazo msingi wake ni hapo kusoma, kuandika na kuhesabu, kuanzia hapo elimu ya awali mpaka darasa la kwanza na la pili ambako ndio walimu wanashughulika zaidi hapo. Na zamani hizi mbinu zilikuwa zikitumika sana kwamba watoto wa darasa la kwanza, la pili hawakuwa wakikaa sana madarasani, wanatolewa, wanakaa chini kuchora, kwanza wanafundishwa kuumba hiyo herufi. Tena unaanzia hewani, alafu unakuja kwenye udongo, baadaye unapewa kibao unaandika kwa chaki. Kwa hiyo mtu anakuwa mahiri hata kwenye mwandiko wake wenye kujua kwamba hii A unaiumba hivi itakuwa ina mkia, A inaenda hivi, E sio ina kofia, O na U na vitu vingine. Uko sahihi kabisa. Naam. Tulikuwa na walimu ambao umri wao kidogo umekwenda, yani ukifika pale unataka kama na bibi hivi unacheza naye na vitu kama, lakini hiyo elimu inakaa. Lakini hivyo tokea hapa mabadiliko na mapinduzi mengine kwenye elimu, hawa mabibi ni kama tukawa tumewafeza out kwa kiwango kikubwa sana. Hii ndio ilikuwa anguko letu au huko vioni ndo kulibadilishwa syllabus? Kila jambo linapokuja kuna wakati linafanyiwa tathmini. Hata huu mfumo ambao sasa tunauanza wa umahiri, baada ya miaka kadhaa, inaweza katika hali ya kawaida ilikuwa miaka 7, sasa hivi tunaelekea kwenye 6. Kila baada ya miaka 6 inatakiwa kufanyika tathmini. Je, tunakwenda vizuri? Kuna mahali ambapo tunatakiwa kuboresha? Sasa katika kufanya tathmini, kuna wakati mwingine mnapojaribu njia nyingine, kwa kudhani kwamba mnaboresha zaidi, mnajikuta mnaenda mahali ambako siko. Na kwa sababu elimu ni kama kitu kingine chochote kinachokuwa, kinaugua, kinapata vidonge, kinapona, kinaendelea kusonga mbele. Kwa hiyo kama taifa ni hatua za msingi sana kwamba tulitoka eneo ambalo lilikuwa zuri zaidi, baada ya kuna mambo mengi yamechangia idadi ya watu kuongezeka, mahitaji ya taifa kwa wakati fulani, tathmini iliyofanyika na kudhani kwamba njia hii inaweza kuwa nzuri, usimamizi mahali fulani pengine ulilegea kwa sababu ya idadi na kadhalika. Yote haya yanachangia kufika mahali fulani kama taifa tukajikuta tumeteleza. Lakini kwa utaratibu huu wa kawaida
wa kote duniani kufanya tathmini kila baada ya muda fulani ndio unaosaidia kuona kwamba tunatakiwa kurekebisha mahali fulani. Sasa hivi tuko kwenye mtaala wa umahiri ambao kimsingi ulianza mwaka 2006 lakini wameendelea kuboresha mpaka sasa, na tunaamini hata huu mpango mkakati wa kisayansi bado, pamoja na kuzinduliwa, serikali ina wajibu wa kuhakikisha kwamba watekelezaji ambao ni walimu wanapata sana mafunzo ya kutosha wakiwa kazini ili utekelezaji wake uwe na uhalisia. Kwa hiyo kila wakati tathmini inapofanyika kunakuwa na sababu ya kuboresha mahali fulani, kuweka vizuri mahali fulani, kufanya utafiti, na ndio matokeo haya ambayo sasa taifa linaelekea kuzuri. Ferdinand, tunapaswa pia kuwapima walimu ama kuwarejesha kwenye mitihani na wenyewe kuona ni kwa namna gani hizi mbinu za ufundishaji wanazielewa vyema, ili mwisho wa siku inawezekana tunalaumu tulipodondokea, lakini si ambako tumejikwaa. Ni sahihi kabisa kwamba wale watekelezaji wa kwanza kabisa ni walimu. Walimu wetu tunahitaji kwanza kuwawezesha kabla ya kuwahukumu. Tuwawezeshe, na kwa sababu ni mkakati wa kisayansi, manake tufanye kwanza tathmini, tubaini tatizo liko wapi, alafu tulitatue lile tatizo, tupime tena, tuboreshe. Ndio maana imeitwa mkakati wa kisayansi, kwa maana utahitaji hatua hizo zote. Kwa hiyo itakuwa tunasema ni science cycle, kwa maana itakuwa inajirudia muda wote. Hii itafanyika kwa wanafunzi, lakini pia hata kwa walimu wenyewe. Lazima kuwatathmini na walimu wenyewe kujitathmini kwamba hiki ambacho wanakifanya ndilo lengo kabisa la mkakati mzima. Kwa hiyo pale ambapo itaonekana kuna uhitaji wa wale wanaoendelea wapewe mafunzo maalum, lakini pia kule vyuoni ambako pia tunawaandaa, tunapoanza kubadilisha huku lazima kuwepo na top down approach, kwamba tunaweza pia tukaanzia kule kuandaa vizuri. Nimefurahi kusikia pia kwamba mkakati tayari upo. Mheshimiwa Waziri alikuwa anazungumza leo, upo, kwa maana tayari hiyo itakuja kutuletea walimu sasa ambao tunawahitaji, lakini sasa ambao wanaendelea wataendelea na majukumu, lakini wakiwa wanapata mafunzo kazini, na hilo pia amelizungumza vizuri kabisa. Kwa hiyo nafikiri kwa sababu kama nilivyoanza kusema kwamba ni gia kuondokea, atuangalie tena nyuma. Pale ambapo panahitaji kuboreshwa panaboreshwa, lakini gari linazidi kuchanganya zaidi. Kiando, mapinduzi ya kiteknolojia yana athari kwa kiwango gani kwenye haya mambo ya kusoma, kuandika na kuhesabu? Kwa sababu kwa sasa kuna shule za awali unaweza ukaenda wakuta pale mtoto anacheza na iPad na nini, tofauti na yale ambayo tuliyosema sisi wakati tunajifunza, tumechora angani, tumechora ardhini na tukachora kwenye vibao. Kuna athari yote ya kiteknolojia na maendeleo haya ambayo inatufanya tukwame hapa na hawa wanafunzi wa eneo hili kushindwa kuja kujua kusoma, kuwa mahiri kwenye kusoma, kuandika na kuhesabu? Katika hatua za awali kutoka umri wa mtoto mchanga na mpaka ngazi fulani, miongoni mwa tafiti zimebainisha kwamba teknolojia kwa maana ya device kama laptop na simu ni vitu vya kuepuka sana katika umri huo. Hata katika nchi ambazo zimeendelea sana, Finland inaweza kuwa ni mfano, wameanza kuangalia upya matumizi ya vifaa hivi vya teknolojia katika umri mdogo, vinakuwa na athari hasi kwa watoto. Na kwa hivyo tunapozungumza pengine sayansi na teknolojia mara nyingi sana zinavyokuja ni hivi, lakini tunazungumzia hata katika hatua za kuchunguza tatizo, kulifanyia kazi. Hata kama mtoto ataandika kwenye hewa kwanza, ataandika kwenye kibao, bado hatua za kisayansi zinaweza kutumika kutathmini na kujua matokeo ya hiki ambacho walimu wanafanya ni haya, na huu ni utaratibu wa kisayansi. Kwa hiyo pengine pia isichukuliwe na wadau wa elimu moja kwa moja kwamba sasa pengine vifaa vya kiteknolojia vinaenda kuingizwa shule za awali, darasa la kwanza na kadhalika. Nadhani kunatakiwa kuwa na uelewa tofauti
kwamba hizi vifaa vya kidigitali hasa laptop, kompyuta na kwa ujumla na simu si vifaa vizuri sana kutumika katika umri mdogo. Kwa sayansi tunayozungumzia hapa ni ule uhalisia wa umahiri ambao mtoto anatakiwa kuupata. Zile mbinu ambazo tumesema zamani walimu wetu walikuwa wakizitumia za kumfanya mtoto, na mimi nakumbuka nimepitia hizo. Kuna wakati unaandika hewani, alafu unagundua wewe mwenyewe umeikosea, alafu unaanza kuifuta ukidhani mwalimu amekuona, lakini kwa kweli vilitujengea umahiri mkubwa sana. Ndio hatua ambazo tunafikiri zikitumika na ikifika ngazi fulani, sasa mtoto anaweza kuingizwa kwenye device za kiteknolojia ili kuweza kumsaidia, lakini akiwa tayari amejenga umahiri wa kusoma, kuandika sio kwa kutumia chapa, kuandika kwa mkono wake, kujenga uimara wa mikono yake, kushika peni, kushika kalamu, ndiko ambako tunadhani umahiri huo unaweza kupatikana badala ya kutumia hizi device katika umri mdogo. Mikakati gani Ferdinand, ambayo inaweza ikasaidia mfumo ukatupa matokeo ya haraka? Kwanza lazima tujue tunahitaji matokeo gani na kwa ajili gani tunazungumza, lakini kuna jambo ambalo linaitwa umaskini wa kujifunza ama tunasema ni learning poverty, ambapo inakadiriwa kwamba kati ya watoto 10 ni watoto 2 tu ndio walikuwa wanaweza kwenda shule na kujifunza. Kwa hiyo wale 8 walikuwa wanaatendi shuleni. Tafiti ndivyo ambavyo zinaonesha. Maana yake tulikuwa kwenye hali ya hatari zaidi. Kwa hiyo sasa kama hali ilikuwa hivyo, kwa maana Tanzania pia inahesabika kwenye nchi zile ambazo zilikuwa chini ya 80% kwenye learning poverty. Kama hiko hivyo, maana yake tatizo ni kubwa. Kwa hiyo hapa tunapozungumzia mkakati, ni mkakati gani ambao unapaswa kutumika? Mkakati kama ulivyo wenyewe umeuita wa kisayansi, bado tafiti zinapaswa kuendelea kufanyika. Pata mbinu sahihi kulingana na makundi husika, kwa sababu kule kwa watoto wenyewe, ndani ya watoto wenyewe kuna makundi. Kuna watoto ambao wana uwezo wa haraka, kuna ambao wana uwezo wa haraka, kuna ambao wana uwezo ya arithmetic kama ulivyoanza, kuna ambao wanaweza kwenye kusoma. Kwa hiyo lazima tuanze na zile hatua za awali za kufanya hizo tafiti. Lazima tujue tuna watoto wa namna gani na itengenezwe tu set ambayo inaweza ikawa ni general set kwamba watoto wa namna hii wanaweza wakasaidiwa katika muktadha huu, katika mazingira haya, na walimu wanaweza wakazipata kutokana na mazingira pia tofauti tofauti. Lakini pia eneo lingine tulikuwa tunazungumza eneo la vifaa. Lazima hilo serikali pia kuliangalia pamoja na wadau. Tunapozungumzia viwezeshi tunamaanisha vitabu lazima kweli vipatikane. Unapozungumzia kusoma, lazima wasome, lazima tuwe na vitabu. Tunaweza tukashukuru kwamba kuna mkakati ambao hata tumeona taasisi ya elimu wamekuwa kiufanya. Ni nzuri sana, kwa maana haipaswi kuishia pale, inapaswa kweli hiyo endelevu, na tuendelee kuiona wadau waendelee kuhamasika. Wanavyohamasika kwa maana watoto, kila mtoto awe na kitabu, lakini sio vitabu vya kiada. Sana sana tunapata kujifunza kusoma ama kufundisha kusoma kwa vitabu vya ziada, kwa maana zile storybooks. Storybooks sisi kama ulivyosema mwanzoni, hivyo vitu tulikuwa tunakaa na walimu wetu wanatusimulia. Kuna kati sasa hivi unaweza ukakumbuka story ya kitabu cha darasa la pili, Juma na Rosa. Juma na Rosa. Hiyo unakumbuka tena mwalimu alivyokuwa anakisoma na ninyi ambavyo mlikuwa mnarudia kama anavyosoma. Kwa hivi program lazima viwepo, kwa maana patikane nyenzo na kuweka program mbalimbali. Lakini pia eneo lingine tuangalie hii idadi pia ya mwalimu na mwanafunzi. Nashukuru pia Mheshimiwa Rais amezungumza kuongeza idadi ya walimu. Kwa maana ukizungumzia primary zaidi ya milioni 13 versus walimu 200,000 na kitu, ukiangalia ile ratio mwalimu mmoja labda kwa wanafunzi 80. Hilo ambacho katika usimamizi pia hiyo ni changamoto. Hatuizungumzi sasa hivi kama changamoto kwa sababu tayari serikali tunaona imeshaanza kuifanyia kazi. Sema ni lazima tuendelee kuhamasishana, kuweka na mikakati ya haraka sana. Lakini ukija kuangalia pia eneo lingine ambalo nafikiri ni mkakati
tumeona Mheshimiwa Waziri alizungumza habari ya double cohort kwa maana 2028 ya PPP kwamba wadau private sector na public wanaweza kaungana kusolve lile tatizo. Sasa tukiangalia hapa tunapohitaji msingi kama Mheshimiwa Rais ambaye amesema kwamba lazima tujitahidi tusijenge nyumba nzuri kwenye msingi ambao foundation yake iko vizuri. Lazima kumbe ushirikiano rasmi lazima uwepo wa wadau ambao ni private sector pamoja na serikali kukaa chini kuangalia, kwa sababu pia huko kwenye KKK ndio kuna wanafunzi wengi sana. Ukiangalia sasa hivi nilikuwa nasoma ile net enrollment ratio ile, sasa tunaenda 90% na kitu. Kwa hiyo wananchi wamehamasika kupeleka wanafunzi, kwa hiyo kule chini wanafunzi ni wengi zaidi. Sasa kama ni wengi zaidi, kuna miundombinu ambayo itahitaji serikali ifanye ili kuweza kuleta hiki kitu ambacho tunakiona kionekane katika utimamu wake. Sasa ile PPP nitamani kwanza ianzie pia huku. Okay. Hii program ingeenda na PPP. Private wana uwezo wa kujenga, wanaweza kufanya maintenance, lakini kushirikiana na serikali katika operation cost. Kwa maana kama ni wanafunzi wanaweza kamishwa katika wakasoma shule za private ambao pia serikali inaweza ikahudumia. Tunatamani tuone hiki ambacho kimezungumzwa leo akibaki kwenye karatasi. Kwa hiyo mkakati huu unaweza ukawa sehemu ya tiba ama sehemu ya kuwezesha hiki ambacho tunakiona leo kuja kushuhudia baadaye kwamba yes, waziri alifanya na ameacha legacy. Mheshimiwa Rais alikianzisha na akakimaliza vizuri. Yep. Kiando, Ferdinand ametupa ile picha ya nini ambacho tunapaswa kukifanya kama nchi ili kupata matokeo kwenye hilo eneo. Ungeambiwa leo umnong'oneze waziri wa elimu, ungemwambia nini ili haya mambo yaende kwa kasi? Hiyo kama PPP kama alivyoshauri Ferdinand yaanzie huku chini ambako ndiko kwenye hao ambao tunataka wawe mahiri kwenye kusoma, kuandika na kuhesabu. Ninafahamu kichwa cha Mheshimiwa Waziri sasa hivi kinapambana sana na double cohort hiyo. Kwa kweli ni mtihani mkubwa. Kama wanafunzi 1,000,000 na laki kadhaa, vyumba vya madarasa huwa havitoshi katika mwaka fulani. Lakini tunazungumzia mwaka 2028 ambapo kutakuwa na darasa la 7, lakini na darasa la 6 ambao hawatakiwi kuchujwa, wanatakiwa kuendelea mpaka kidato cha 4. Kwa hiyo si mtihani mdogo, lakini kama nikiwa katika nafasi ya kumshauri kwenye huu umahiri, mpango mkakati wa kisayansi wa umahiri wa KKK, ningemsisitiza sana kwamba tunahitaji kwa kweli kufanya uwekezaji katika mafunzo kwa walimu ili walimu waweze kutekeleza kwa umahiri. Kimsingi watekelezaji wakubwa sana wa mipango hii ambayo katika ngazi ya wizara inaweza kuwa imeonekana, lakini watekelezaji wakubwa ni walimu walioko kazini. Kwa hiyo ningemdokeza na kumhimiza kwamba kama ni wadau wa PPP inatakiwa kufanyika ni katika eneo hili, kwamba serikali peke yake haiwezi kufanya mafunzo kwa walimu wote. Kwa hiyo wadau lazima wengine wawezeshwe ili waendelee kupambana kuhakikisha kwamba ni zoezi endelevu. Kila siku walimu walioko kazini wanapata mafunzo, na itakuwa ni jambo zuri kwamba sasa inaelekea hata kwa wale ambao wako vyuoni wanapata mafunzo, na kwa sababu ya wingi wa wanafunzi waliojitokeza tunaona serikali imeanza kuchukua walimu wengi sana. Sasa hivi wanaopata shida ni walimu wa sekta ni wamiliki wa shule binafsi, kwa sababu walimu wao wengi sana wamechukuliwa. Kimsingi kwa upande mwingine sisi tunashukuru kwa sababu wale walimu ambao walikuwa mtaani sasa na wenyewe wanapata fursa ya kuajiriwa, kwa sababu kuna wakati kulikuwa na kilio walimu wanatoka wengi vyuoni halafu ajira hakuna. Lakini sasa baada ya serikali kuchukua walimu wengi waliokuwa mtaani, waliokuwa kwenye shule za sekta binafsi, manake wale waliokuwa mtaani sasa wengine hawakuwa na kazi, fursa hizo zinapatikana. Lakini cha muhimu na cha msingi sana
ni hawa walimu kupata mafunzo ili ku fine tune kidogo kile ambacho walikuwa wamezoea kukifanya, sasa wakipeleke katika mtazamo wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga huo umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu. Naam. Nikushukuru sana Moses Kiando. Asante sana. Hali kadhalika pia Ferdinand Ilungu. Asante sana. Naam, nimekuwa na wadau wa elimu ambao kitaaluma ni walimu pia. Tulikuwa tukiangalia mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wa shule za awali na wanafunzi wa darasa la kwanza hadi la pili ambao umezinduliwa rasmi leo na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nukta hilo nafikia tamati ya Uchanganuzi. Naitwa Nuruddin Selemani, nikutakie kila la kheri panapo majaliwa. Tukutane